we've been saying kwamba nobody is safe katika mazingira ya kidikteta. Hakuna aliye salama. Kwa hiyo waliokuwa na kuzuia wewe kufanya kazi, kwa sababu umeniuliza swali na nitumie nafasi hii Qurani, wao walikuwa wanafanya kazi yao, lakini hawakutaka wewe ufanye kazi yako. Usipofanya kazi yako, maana yake watoto wako hawatakula, lakini yeye wakati huo watoto wake wanakula. Kwa muelewe haya mambo, haya mapambano sio ya Chadema, ni mapambano yetu sote, kwamba nchi hii lazima iwe nchi ya haki, ya demokrasia na inayojali haki za binadamu, na hicho ndicho alichokipigania Mzee Mtei, na ndio maana alichoanzisha chama hiki. Kwa kurudi kwenye swali lako, tunaporudi kwenye swali lako, ratiba rasmi haijatoka ya kusema kwamba tumepewa saa moja. Kwa vyovyote vile sisi hapa ni wafiwa, yani hilo lieleweke. Sisi ni wafiwa kabisa. Huyu ni mzee wetu, ni muasisi wa chama chetu, ni mtu mwenye kadi namba 1. Kwa chochote kitakachofanyika hapa kitafanyika kwa masikilizano kati yetu na familia. Sisi ni sehemu ya hii familia, ni sehemu. Huyu mzee ukimuuliza maisha yake kabisa tangu astaafu serikalini ni Chadema. Kwa hiyo hakuna mtu hapa ambaye amekuja hivi na ambaye atanyimno. Hiyo haipo. Tuache hayo mambo ya mtaani. Tutapata nafasi ya kutosha, na hata kwenye tukio lile rasmi kabisa nina imani na nina uhakika kwamba Chadema itakuwa visible na itapata nafasi ya kutoa message kwa ajili ya mzee na kwa ajili ya Watanzania. Mwenyekiti, swali langu la mwisho kwako, wale ambao huenda wanapambana Chadema katika hizo vijiji wakati mwingine serikali, kwa sababu alikuwa mtumishi wa serikali kipindi hicho, ama unasimamiwa na chama, lakini kwanza kwa wale ambao nao wanaunganishwa, lakini kibuka mlango wa nyuma ndio wanakuja kuuliza kwa tuseme hivi, msiba unapotokea watu wote huwa wanashiriki. Kwa kweli sijai kuona sehemu yoyote mtu amezuia mtu asiende msibani au asishiriki kwenye msiba, kwa sababu Mzee Mtei amekuwa governor wa BOT wa kwanza katika nchi hii, amekuwa waziri wa fedha, amefanya kazi IMF, amefanya kazi East Africa Community. So, sisi we are proud kwamba muasisi wa chama chetu ni msomi mkubwa na mtu mwenye track record safi. Kwa mengine tutazungumza. Kwa hiyo msiba huu ni wa wote na wote wana haki, hata wale tusiopendana nao watakuwa na nafasi yao hapa, wala hatuwezi kuwazuia, kwa sababu rafiki yangu sio necessary awe rafiki yako, anaweza kuwa adui yangu akawa rafiki yako. Kwa hiyo wengine ni watu wa familia, na sisi kuna mipaka kati ya chama chetu na family na watu wanaokuja hapa. Makamu mwenyekiti, samahani, jana kulikuwa kuna taarifa kwamba ujumbe wa Mheshimiwa ungesomwa kwenye ule ujumbe bado upo. Tutasema baadaye, hilo naomba tulispend. Mwenyekiti, mwisho labda Mtei angekuepo sasa hivi kwa siasa zinazoendelea sasa hivi za masuala ya ukandamizaji wa demokrasia, yeye kampona angekamatwa, angepewa kesi gani? Kwa sababu huenda